Mr. Kanyuka, tunafahamu ya kwamba katika vitu vingi ambavyo vimekuwa vikiingiza kipato kwenye nchi mbalimbali ambazo zipo kwenye ukingo wa bahari ni miongoni mwa bandari. Na tukisema bandari ni sehemu ambayo kuna bidhaa ambazo zinasafirishwa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine na pia kipato kinaingia kwa kasi. Sasa Mr. Kanyuka, ninaomba utujuze juu ya swala ambalo linaendelea hapa barani Afrika kuhusiana na swala hilo la bandari. Juzi tumeweza kusikia tangazo kutoka kwa Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Amesema kwamba vita vinaweza kutokea Afrika pindi ambapo zile nchi ambazo hazina bandari zitanyimwa kutumia bandari. Vita vinaweza vikatokea kwa mujibu wake yeye. Kwa mujibu wake kuwa kwa mujibu vita wake vinaweza vikatokea katika zile nchi ambazo hazina bandari, yani hazina matumizi ya bahari. Sasa tunazungumzia, yeye alizungumzia bahari ya Hindi, kwamba zile nchi ambazo hazina bandari, yani kwa matumizi ya bahari, maana hazijapakana na bahari. Ndio. Kwa maana ya Uganda na yenyewe haijapakana na Zambia kule, si ndio? Kwamba vita, sasa yeye alizungumzia kuhusu Uganda kwamba vita vitatokea endapo atanyimwa kutumia bahari ya Hindi kusafiri. Unajua bahari ni miongoni mwa chanzo kikuu cha usafirishaji duniani. Tunaona hata kule Yemen, tunaona hata kule ukanda wa Gaza unagombaniwa, ukanda wa magharibi kule kuna eneo la bahari ambalo ni kitovu. Unajua ukiwa na bandari kilo kunakuwa kuna ule usafirishaji usafirishaji wa majini. Anasema kwamba ndio usafirishaji mkuu ambao unabeba mizigo mingi kuliko usafirishaji wa ndege. Kwa hiyo nchi nyingi huwa zinatumia bandari kuongeza pato la nchi la taifa ndio. Kwa hiyo Rais Yoweri Museveni aliweza kutoa taarifa hiyo kwamba kutatokea vita Afrika endapo nchi hizo ambazo hazina umiliki ama hazina zanyimwa kutumia bandari. Sawa kabisa Mr. Kanyuka, kwa kitu ambacho na sasa ukiangalia kwa nchi ya Uganda kule ipo upande wa juu kabisa ambapo hakuna kabisa bahari ya Hindi, haijapakana na bahari. Sasa itatumiaje sasa? Kuna nchi kama Kenya, kuna nchi kama Tanzania ambazo zimepakana na Uganda. Nitakiwa zishirikiane na Uganda kutumia bahari hiyo ya Hindi. Sawa kabisa Mr. Kanyuka, kwa kitu ambacho umekizungumza hapo. Kwa Uganda yenyewe ina haki ya kisheria ya kutumia bahari ya Hindi, si ndio hivyo? Kwa mujibu wa East Africa Community inasema kwamba nchi zote ambazo zina ushirikiano wa East Africa Community ni sheria kushirikiana kwenye masuala mazima ya ulinzi, masuala mazima ya biashara na nini. Kwa hiyo Uganda ina haki ya kulalamika, ina haki, isipokuwa tu inatakiwa iwe inalipa tozo ambazo zinatolewa katika nchi husika. Mfano kama pale Kenya Mombasa pale, nadhani kwa Uganda ikitaka kushirikiana na Kenya katika masuala ya bandari ni lazima itapitia Mombasa, ndio ipo karibu. Lakini kwa Tanzania, Uganda ikitaka kushirikiana na Tanzania, kwa sababu Tanzania na Kenya ndio nchi ambazo zinakaribiana na nchi ya Uganda na ndio nchi ambazo zipo katika ukanda huu wa bahari ya Hindi, si ndio kilo. Kwa hiyo kwa Uganda sasa itatakiwa iungane ama izungumze na Kenya vizuri waweze kutumia bandari ile ya Mombasa. Na kwa upande wa Tanzania ni kule Mwanza, tunajua kuna ziwa Victoria kule. Ziwa Victoria limepakana na Kenya pia na vitu kama hivyo na Uganda. Kwa hiyo inaweza kutumia mwambao ule wa ziwa Victoria kule Mwanza. Kwa kitu ambacho kimeendelea hapa barani Afrika ni juu ya kuonekana kuwa kunaweza kukatokea mvurugano ama kutokuelewana juu ya matumizi ya bandari, kwa sababu kuna baadhi ya nchi ambazo ziko katika ukanda huu wa Afrika Mashariki ambazo hazijapakana na bahari ya Hindi na zenyewe zinataka kunufaika kwa matumizi ya bahari ya Hindi, jambo ambalo amesema kuwa kunaweza kukatokea vita kama
machafuko au kama wenyewe hawataruhusiwa kutumia kwa mujibu wa wenyewe wanavyodai, sio hivyo? Lakini Mr. Kanyuka, tunatambua kwamba kwa nchi ambazo zimepakana karibu na bahari ya Hindi, tunasema ni fursa mojawapo kwa ajili ya kuingiza kipato kwa kutumia nchi ambazo hazijapakana, kwa sababu hii hapa tunatambua kwa Uganda hajapakana karibu na bahari ya Hindi, sio hivyo? Kwa hiyo mizigo yote ambayo inatoka barani Ulaya ambayo inaelekea Uganda, basi itabidi ipite hapa Tanzania, na kishapita hapa Tanzania basi kuna kodi ambazo zitatolewa, alafu mwisho wa siku zitaelekea Uganda. Kitu ambacho nimekifikiria hapo, inawezekana ugomvi ambao unaweza kaja ukatokea, ambacho kitu ambacho kinaweza kusababisha ugomvi ni kwenye upande wa kodi. Unajua serikali inapoangalia kodi inaangalia kama kinwa mgongo wa taifa, na ikiangalia hapo basi inaweza ikatuza kodi ambayo inajua hii hapa tukiipata basi inaweza ikaongeza kitu kwenye mfuko wa taifa. Lakini sasa shida ambapo itapokuja ni wale ambao wanatua hiyo fedha ya kodi. Wenyewe sasa kwa upande wao wataona kuwa ni kubwa kuliko mzigo ambao umefika. Kwa hiyo ndio maana naona kuwa inaweza ikaleta mgongano huo. Sijui unaitazama wapi. Kuna kitu kinaitwa freedom of transit. Nchi zote ambazo zinapakana na bandari kwa maana ya bahari, tunaona hata kule Iran kuna kipindi walifunga kutokana na mauzo yalikuwa madogo. Kuna sheria ambazo zinataka kwamba yani ni kulingana na hali ya fedha ya nchi fulani ndio inapelekea kuweka kiwango fulani cha ushuru. Mfano kwa hapa Tanzania labda tuchukuliaje, mfano kwa ziwa Tanganyika, watu wa Burundi, watu wa Kongo hawezi kuwatoza sawa, si ndio? Kulingana na hali ya uchumi ya nchi fulani. Ndio kitu ambacho kinapelekea kupangwa kwa bei ya ukusanyaji wa kodi wa bandari. Sasa kama Mr. Kanyuka wewe, tulikuwa tunamalizia hapa kwa zile dakika 30 ambazo tulikuwa nazo hapa. Kwa upande wako wewe unaona kipi kifanyike hapa ili huo mgogoro ambao unaanza kukadiriwa au unaanza kusadikika kwa utatokea usije ukatokea? Kikubwa ni mazungumzo, wanasema maridhiano, diplomasia. Tunaona hata kule Iran kuna kipindi ambacho walifunga mipaka yake ya bandari ambayo ilikuwa ndo kitovu muhimu cha usafirishaji wa mafuta kutoka Iran kwenda nchi za kimagharibi na nini. Waliweza kulalamikiwa, lakini kuna kipindi ambacho huwa wanaingia kwenye wanakubaliana, mwisho wa siku wanaachia. Kwa hiyo Yoweri Museveni huyu asiende kwamba eti vita itatokea na nini, hapana. Inatakiwa wakae chini kwanza, wafanye diplomasia, wakubaliane, bwana mimi kwetu hatuna bandari wala ziwa, si ndio hivyo? Tuna mito tu. Kwa hiyo bidhaa zetu sisi kutoka labda Urusi ama Marekani itabidi zipitie kwenu, tunatozwa shilingi ngapi na nini, vitu kama hivyo. Kikubwa tu watashirikiana kwenye masuala mazima ya usalama wa mizigo. Tunajua bandarini kuna mambo mengi ambayo huwa yanaendelea, wizi na nini, uvamizi ule wa hapa na pale. Kupitia East Africa Community nadhani kuna sheria ambazo zinaelekeza namna bora ya kufanya ushirikiano katika nchi ambazo hazina bandari wala ziwa kama hivyo. Sawa kabisa Mr. Kanyuka kwa maoni yako hayo. Msikilizaji ambaye umetega sikio lako